Karibu ndugu mpenzi kutufata tena kwenye video yetu ambayo tutazungumzia juu ya dalili zitakazotangulia kurudi kwa Yesu Kristo. Tunayo somo kubwa inayosema juu ya kurudi kwa Yesu Kristo na ambayo tunagawa kwa sehemu ndogo ndogo. Hivi sehemu ya leo itazungumzia juu ya dalili zitakazotangulia kurudi kwa Yesu Kristo. Karibu ndugu kutufata mpaka mwisho na upende video yetu ili kuelekeza video yetu kwa watu wengine. Pia kama haujajiabone, basi karibu kwa kuweza kujiabone. Somo letu la leo linahusu kurudi kwa Yesu Kristo. Na somo ya kwanza itasema juu ya dalili zitakazotangulia kurudi kwa Yesu Kristo. Dalili zitakazotangulia kurudi kwa Yesu Kristo, na tutasoma katika Mathayo sura 24, shairi la 3 hadi shairi la 14. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, "Tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia?" Yesu akajibu akawaambia, "Angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kufikia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali na mahali. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate ziki au mpate mateso, nao watawaua ninyi. Mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakuja. Ni neno la Bwana. Dalili zitakazoonekana mbele Kristo arudi. Masemi haya ambayo tumeyasoma ni Yesu yeye mwenyewe akizungumza pamoja na wanafunzi wake. Na ni wanafunzi ndio walimuuliza wakisema, basi utuambie nini itatokea mbele ya kuja kwako. Tangu Wayahudi walikataa Yesu mpaka siku ya kurudi kwa Yesu Kristo. Hii ndizo habari zinasemeka katika shairi hizi ambazo tumezisoma katika Mathayo. Matatizo ya wanafunzi wa Kristo ilijitokeza baada ya Yesu kuenda mbinguni. Kuna majaribu ya kila aina ambayo wanafunzi wa Yesu walipitia. Yesu huyu ambaye alikataliwa na Wayuda na wafuasi wake, wanafunzi wake nao vile walipita katika majaribu mengi, na hata kupotoshwa kwa wengi ili kwa watu wasiendelee kumngojea Yesu. Kweli wanafunzi wa Yesu Kristo walipata majaribu mengi, walitishwa, lakini jambo la kwanza ambalo Yesu anasema juu ya dalili za kuonesha kuja kwake, alisema watu wengi watapotoshwa. Mwangalieni sana ili msije mkapotoshwe.
wengi watapotoshwa. Ni moja ya dalili za kuja kwa Yesu Kristo. Na kweli kama vile tunavyoona leo, unaona Wakristo wengi wanakuwa kama wanasimama imara, lakini jaribu kidogo ikifika, basi Mkristo yule anaanguka. Mambo haya Yesu aliyasema pamoja na wanafunzi, ila pia ni yale yale yatafika kwa wale wote ambao watakaoamini nyuma ya kuenda kwa Yesu Kristo. Jambo lingine, Yesu anasema tutasikia habari za vita kwa nafasi mbalimbali. Na ni kweli habari hizi za vita tuko tunazisikia na tuko tunaziona, hasa zaidi katika Afrika. Katika Afrika tunaona matatizo mengi, habari nyingi za vita, na tunaziishi katika Afrika yetu hizi vita kwa nafasi mbalimbali. Yesu alisema pia dalili nyingine, kutakuwa njaa. Sababu watu wataingia katika vita, na wanapoingia katika vita hakuna yule ambaye anaweza kusema alime shamba yake na iweze kukomaa. Tunaona wakati wakaaji wanapolima mashamba, mavuno yao yakisha kukomaa, ndipo hapo wajambazi wanakuja wanakimbiza wakaaji, na wakaaji wanakuwa tena wakimbizi katika nchi yao. Mambo haya tuko tunayaona, na hii ukimbizi wa wakaaji umeacha njaa imejaa ulimwenguni. Yesu alisema ingine dalili ni tauni, magonjwa yatajitokeza mengi ambayo haijawahi kuonekana tangu zamani, na kweli tuko tunayaona. Tena magonjwa haya ni yale ambayo yanaundwa na watu ambao wanajidai kuwa wenye akili, wanaunda virusi mbalimbali kwa kuweza kuangamiza watu wengine. Mungu anapokupatia akili fulani, lakini wewe unaitumikisha kwa ajili ya kuunda ugonjwa fulani ambao utatatiza watu fulani, hiyo ni dalili ya kuja kwa Yesu Kristo. Watu wanakuwa tena hawana huruma na wengine, wanaandaa magonjwa ambayo yalikuwa hayako mbele, lakini wanayaandaa sasa kwa leo, wanayatengeneza katika laboratoire, na haya magonjwa wanaenda kuyatupa kwa nafasi ambako watu wataangamizwa kwa magonjwa haya. Yesu alisema matetemeko itakuwa kwa nafasi mbalimbali. Pengine unaweza kusema ya kwamba mambo haya yote yalikuwa tangu wakati wa zamani. Ni kweli, lakini hapa Yesu pia alisema ni utangulizi wa hukumu ya mwisho. Na mambo haya ambayo Yesu anayasema, kila mwanadamu anayemwamini Yesu, yeye anayafikiria. Sababu Yesu alituonya mbele ya wakati, akituambia ya kwamba mambo haya yatafika mbele yeye arudi. Yeye anayesoma maandiko anaelewa, ijapokuwa watu wengi wanasema ni ya kawaida. Matokeo ya aina hii tunapoyaona, ambayo yanarudia mara na mara katika habari, kwenye radio tunasikia nafasi fulani, hata kama si katika nchi yako, lakini katika nchi nyingine, matetemeko yako, mambo ya ardhi ambayo yanatatiza watu, kuanguka, miporomoko, hii yote ni mambo ya ardhi. Tusione kama ni kawaida, lakini Yesu alisema wale ambao wanasoma, wanadamu wote ambao wanasikia habari hizi, wajue ya kwamba hii yote tunapoisikia inaonesha ya kwamba ni dalili za kuja kwa Yesu Kristo. Hata vita ambazo zinazopitia, tunaposikia kwenye radio wanasema juu ya vita ya 3 ya ulimwengu mzima. Watu wanaposikia matatizo ya vita huku na huko, wanasema hii ni mwanzo ya vita ya 3 ya ulimwengu mzima. Na wanaosoma maandiko wanafahamu, hata kama watu wengine wanaweza kupuuzi. Hii inaweza kukuletea woga, lakini kwa wengine pia hawafahamu. Sababu adui shetani, yeye anatafuta kuzuilisha akili za watu wasifikirie juu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Anataka watu wabakie katika kizunguzungu ya ulimwengu na maendeleo mengi ya ulimwengu, wasahau kama ni dalili za kuja kwa Yesu Kristo. Hata kuna societe moja ambayo wanaita NASA, kunapotokea jambo fulani juu ya mafuriko ya dunia, wanaweza kutoa habari
na kueleza kama kile kimetokea ni sababu ya hivi na hivi, lakini ni sababu ya dalili ya kuja kwa Yesu Kristo. Yesu yeye anaona mambo yote mbele ya wakati. Na saa hii inajifunza sayasa ya mambo ambayo yanatokea ambayo hayaeleweki, lakini tujue kwamba hata kama inaweza kusema kwenye habari, kwenye televisheni, kwenye radio, tujue ya kwamba hizo ni dalili. Tujue pia kwamba kwa maana Mungu anasema mara kwa njia moja au mara kwa njia nyingine. Hizi zote dalili ambazo tunazoziona ni njia ambazo Mungu anasema nasi, bali ile ambayo tunaona ni kwamba hakuna yule anayejali. Hakuna wale ambao wanafikiria juu ya ujio wa Yesu Kristo. Wamoja ndio ambao wanasoma maandiko. Wamoja wale ambao wameamini Yesu Kristo, ambao wanangojea kurudi kwa Yesu Kristo. Wanajua Mungu anasema nasi kupitia jambo hili, lakini wengine hawajali bado. Basi tujue kwamba wanafunzi walifundishwa na Bwana Yesu, na sisi wote ambao tuliamini mafundisho ya hao wanafunzi tunaelewa mara moja hii ambayo inayofika inahusu nini. Ya kwamba Yesu alisema hii ni mwanzo wa uchungu. Wakati matatizo yatakapofika, tutayaona ile itakuwa mwanzo wa uchungu. Alisema pia kwa wanafunzi wake ya kwamba mtatolewa na mtapata mateso kwa ajili yangu. Wengi katikati yenu watauawa. Wengi watachukiwa na watu wote sababu ya jina langu. Mambo haya tunayaona. Wanafunzi wa Yesu wote walikufa kabisa katika kuuawa tena kinyama. Wengine wanakatwa vichwa, wengine wanatupwa kwenye mafuta, wengine wanaangushwa kwenye gorofa ya juu sana, waliuawa vibaya. Na wengi ambao waliamini maneno ya wanafunzi, waliamini habari njema, wengi pia wanapita katika mateso haya. Yesu anatuambia ya kwamba hizi zote ni dalili, kwa sababu watu hawatakuwa na huruma kama vile walikataa Yesu wakati alipokuwa katika dunia. Vile vile hawapendi kukubali wale ambao wanapasha habari njema ya Kristo. Ndio maana wanafunzi wengi waliuawa. Hii ndiyo sababu Yesu aliwapa wanafunzi maneno haya ili yawe ya maana kwao, na vile vile watakao amini nyuma yao maneno haya iwe mafundisho kwa wakati huu wa mwisho. Itujulishe mara moja ya kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Yesu pia alisema ya kwamba watapitia majaribu mengi ambayo hata itatokana katikati ya wanafunzi wao wenyewe. Wao kwa wao wataanza kutoana. Wanaanza kutoana. Ni kama vile tunavyoona leo. Mkristo na mwingine ndio wanakuwa kabisa na magumu. Wanachukiana, wanatoana. Hii Yesu alisema ni dalili ya kuja kwake. Makanisa mengi, wachungaji wengi wanachukiana, hawawezi kuishi pamoja ijapokuwa wanajidai kuwa Wakristo. Wakristo wengi wanakuwa na mambo ya kutatizana wao kwa wao. Ile nayo ni moja ya dalili ya kuja kwa Yesu Kristo. Wengi ambao wamejiunga na Wakristo, tujue ya kwamba pia shetani anaingiza watu kwa siri ndani ya Wakristo, na tunafikiri sisi sote tunakuwa Wakristo, lakini kumbe kuna wale ambao katika njama za ibilisi amewaingiza ili waweze kuangusha wengine Wakristo. Na watu wanapotoana, unapoona Mkristo mwenzako ndiye anayekutatiza, wengi wamerudi nyuma, wengi wameacha imani kwa sababu wanaona namna gani wanapotatizana wao kwa wao. Ndugu mpenzi, usirudi nyuma. Unapotatizwa na Mkristo mwenzako, usirudi nyuma, usikate tumaini. Yesu alisema watu watasalitiana, watu watatoana, watu watachukiana. Wale ambao wanakuwa wanafunzi, wale ambao wanakuwa Wakristo, watatoana wao kwa wao. Yesu alisema jambo lingine la dalili ya kwamba manabii ya uongo watakuwa wengi. Wengi watatokea na watadanganya nafsi za watu wengi. Watafanya matendo ya ajabu, watafanya mambo ya kutisha, wakiiga hata masemo ya Mungu. Kuna watu ambao tulisikia ya kwamba kuna nabii ambaye anaanza kufufua watu.
sababu Yesu alifufua watu, naye anakuja anasema na mimi nina uwezo wa kufufua mtu. Tuangalie sana kama kweli kweli huyu anatumwa na Mungu. Wengi manabii wengi watafanya matendo ya ajabu, wanaiga maneno ya Mungu. Nakumbuka siku moja mtu mmoja alikuja kwenye masomo na akasema wamletee mchanga, alafu kupitia ile mchanga alikuwa anageuza kila mchanga ugeuke bombo, na alipatia watoto wengi walikula. Watu wengi wamefanya mambo ya maji. Wengi wameingia kwenye maji, na wanapoonesha watu wanawaza kama watu wanapofushwa macho. Hata kwenye mtandao nakutana watu wengi wanasema ukifanya hivi na hivi ndani ya portemone yako kutakuja pesa nyingi, na wengi wamepotelea huko ndani ya maji, wanatenda mambo ya ajabu, na watu wanasema ya kwamba wamebarikiwa na Mungu. Kubarikiwa na Mungu ya wapi? Maji Mungu anaikataa. Manabii ya uongo wanadanganya watu wengi. Maovu yataongezeka. Tutaona maovu yanaongezeka, na kweli tunaona namna gani maovu yanaongezeka. Maovu yamekuwa mengi, na Yesu alisema sababu maovu yataongezeka, upendo wa wengi utapoa. Upendo wa wengi utarudi nyuma. Upendo wa wengi umekuwa baridi. Watu ambao wanaitwa Wakristo, lakini unakutana upendo wao wa kwanza ambao walipata wakati walipoamini, wanapoona mambo yanapotokea, wanapoona namna gani wanavyotatizwa na Wakristo wenzao, wanapoona maovu namna gani inapotendeka katika ulimwengu, na wengi unaona wanaacha njia nzuri ya Yesu Kristo na wanapotoka katika njia ya kweli. Ndugu mpenzi, mambo ya dunia yasikupotoshe. Tujue ya kwamba dalili za kuja kwa Yesu Kristo, manabii ya uongo watakuja na wanatafuta watu ambao watawapotosha katika njia ya kweli. Ndugu mpenzi, chunga imani yako. Usimame imara. Usitikisike na mambo haya yote. Usiibiwe zamu. Ujue ya kwamba ni dalili ambazo zinaonesha Yesu anakaribia kurudi. Yesu alisema, lakini wenye kuvumilia hata mwisho ndio watakao okolewa. Yaani utaonekana umesimama mwaminifu, utaonekana wakati Bwana atakaporudi akutane unasimama imara. Wakati Yesu atakuja atakomesha sasa haya mateso yote ambayo waamini watakuwa wamepitia. Biblia inatuambia ya kwamba hata shetani anapingana na habari njema isihubiriwe mahali pote. Hii ndio iliacha hata wanafunzi wanauawa, sababu hawakutaka hiyo habari ya Yesu Kristo, habari ya kufundisha neema isiweze kufikia watu wengi. Waliwaua mbele ya wakati. Lakini tujue ya kwamba hata kama shetani atafanya juu chini, habari njema isitangazwe, Yesu anasema habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote. Mahali kote ambako kunakuwa wanadamu, habari njema itakuwa. Ndugu mpenzi, shuhudia Kristo mahali unapokuwa. Tangaza Yesu Kristo kwa mataifa yote, sababu ni moja ya kazi ambayo Yesu alisema habari njema itatangazwa katika dunia yote. Wayuda walimkataa Yesu, lakini muda huu ambao tunaishi baada ya Yesu kupanda mbinguni, anataka tutangaze habari njema. Anataka tuambie watu juu ya neema yake ambayo aliyotuletea sisi wanadamu. Watu wamwamini na siku atakaporudi ili waweze kuenda pamoja nao. Shetani hawezi kufunga habari njema. Neno la Mungu haliwezi kufungwa. Hata unaweza kufunga watu wangapi, lakini habari njema haitafungwa. Mataifa yote ambayo haijapata habari njema, haijapata kusikia neema ya Yesu Kristo, wale ambao hawajasikia injili ya Yesu Kristo, wataweza kufaidika kwa wakati huu ambako Yesu Kristo anaacha neema iingie katika ulimwengu. Kwa wakati huu anangojea kuja kukamata kanisa. Anataka injili ya ufalme itangazwe mahali pote. Tangaza habari njema, ndugu mpenzi, ni kazi ambayo Yesu Kristo alituachia sisi waamini. Sehemu hii ambayo tumesoma juu ya dalili ni moja ya somo ambazo tutatoa juu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Alafu Yesu alipojibu wanafunzi wake
alitaka awatayarishe ili wafaidike wakati mambo haya yote yatakapokuja, wasiweze kutikisika, waweze kutangaza habari njema, wajue ya kwamba ni sharti yale yote yatokee. Basi ndugu mpenzi, Bwana wetu Yesu Kristo anakusudia watu wote wapate habari njema. Kama vile wewe ulipata habari njema, kama vile wanafunzi walihubiri habari njema, na habari njema ilitufikia sisi leo, na sisi leo tunapaswa kuhubiri habari njema hadi mwisho wa dunia. Tuhubiri habari njema ya Kristo. Kwa kumaliza, ndugu mpenzi, tunaitwa kupata ufahamu juu ya dalili za kurudi kwa huyu Yesu Kristo ambaye tunayemngojea. Alisema hizi dalili zinatangulia kurudi kwake. Alafu hii iwe muda kwako ufikirie kama unasimama imara. Hii ni muda kwako uone kama majaribu yote ambayo yanayokufikia kweli umeweza kuyavumilia, kwa sababu Yesu alisema haya yote yatafika ili kututayarisha tuweze kuyavumilia. Ndugu mpenzi, uvumilie majaribu yote mpaka mwisho. Usiangushwe na manabii wa uongo. Manabii wa uongo wamekuwa wengi kweli na wamepotosha watu wengi. Simama kwa msimamo wako ambao ulipata wakati uliamini Yesu Kristo. Ila kwa wale ambao hawajaamini huyu Yesu Kristo, ni muda mzuri wa kupata hii neema. Kubali huyu Yesu Kristo, na leo ukimwamini, basi Yesu atakaporudi kuchukua waamini, na wewe utaenda pamoja naye. Asante kutufuata kwa sehemu hii ya kwanza. Tutaendelea pia na sehemu ya pili. Basi gawa video yetu kwa watu wengine. Uguse kidole cha kupenda video yetu ili mtandao uweze kuigawa pia kwa watu wengine. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutufuata na kutusikiliza, basi ujiabone kwenye channel yetu. Asante na Mungu akubariki.